Bwana, katika sehemu ya 9 tulikuwa tumeishia ambapo Melissa amemtembelea mama yake pale kituoni. Na Melissa alikuwa na maswali mengi sana ya kutaka kujua nini hasa kinampelekea mama yake anakuwa hivyo anavyokuwa. Hebu karibu katika hii sehemu ya 10, ndio ikiwa sehemu ya mwisho tupate kujua kama Melissa atajibiwa hayo maswali yake ambayo anatamani kuyajua kutoka kwa mama yake. Japokuwa Bi Tamara huyu si mama yake mzazi. Bwana, mzigo mtamu kutoka kwake Queen of Stories, Agatha. Na hii sauti unayoisikia, langu jina letu Uncle J Masimulizi. Karibu. Nilimtazama mamangu, uso wake ulikuwa umechoka, amejawa na hasira usoni mwake. Akanitazama huyu Bi Tamara. Afande alitoka, akasema nipo nje hapo. Mimi nikaitikia tu na kisha nilikaa. Ile nakaa tu, huyu Bi Tamara ambaye ni mamangu fake hakutaka hata kukaa. Akaniuliza, umefuata nini hapa? Sijategemea kukuona. Mimi nilishtuka na nikashangaa. Unajua, nilimtazama nikamuuliza kwamba ina maana unataka kuniambia kwamba hujui kwa nini niko hapa? Au ulitamani kusikia taarifa za kifo changu? Nipo na maswali nataka kujua, ndio maana niko hapa. Huyu mama akawa sasa na hasira. Akaniambia, Melissa, wewe ni laana. Wewe ni mkosi kwenye maisha yangu. Ninakuchukia kufa. Ninakuchukia ile siku niliyokubali kuwa mimi ni mama yako. Umechukua kila kitu changu, umenipokonya nafasi yangu, umesababisha maisha yangu kuwa ni magumu sana, na wewe ndio sababu mimi kuwa hapa. Sikiliza nikwambie wewe Melissa, hii vita ndio inaanza. Haijaisha hapa. Mimi na wewe hatuna uhusiano wowote ule. Kaa ukilijua hilo. Nyie mjue nilishangaa. Nikasema najua ya kwamba hatuna uhusiano wowote, lakini wewe bado ni mamangu. Mbona unanishangaza? Kwa sababu mimi sioni ukijutia haya. Wewe umemuua mimi mamangu mzazi. Baada ya kumuua ulipata nini? Umemuua rafiki yangu Ponela. Ulipata nini? Ukataka kumuua babangu, na hata mimi pia ulitaka kuniua. Lakini tazama hii mipango yako inavyoshindikana, na niko hapa. Badala yake uliyemtuma kuniua ndo kajiua, na anajutia sana kufanya kazi na wewe miaka yote. Unamaanisha nani? Nikamwambia mama, unanumiza sana moyo wangu. Hivyo utaendelea kuua watu mpaka lini wasiokuwa na hatia? Norbert amejiua ni kwa sababu yako. Norbert kajinyonga ni kwa sababu yako wewe. Naichukia sana siku ambayo ulikubali kunifanya mimi mwanao. Natamani isingekuwa. Nachukia kukuita we mama. Nachukia kila kitu kutoka kwako. We ni mama mbaya. Huna haki ya kuniita mimi laana, mkosi, kwa sababu hivyo ndio wewe sasa ulivyo kwangu. We ndo laana, we ndo mkosi. Na we ndio mtu ambaye sitamani kukuona kama kwenye maisha yangu. Na nitafanya kila kitu kuhakikisha unalipia makosa yako. Nyie, nilipoyaongea hayo, huyu mama alicheka kwa dharau. Akasema, acha kunipigia kelele wewe mwenda wazimu wewe. Acha na unisikilize. Kuanzia sasa hivi unatakiwa kuwa makini. Unanielewa wewe Melissa? Kwa sababu sitapoteza tena nafasi kwako wala kwa babako. Nitafanya kila ninachokiweza kuhakikisha napata ninachokistahili. Sikuhitaji hapa, sikupendi, na ukome kunitamia mamako. Mimi sio mamako. Sina uhusiano wowote ule. Uhusiano tuliokuwa nao umekufa. Wewe ni adui yangu. Na vita hii utaki au usitaki, hutoki. Utaipigana tu. Na utaitazama hii vita mimi nikishinda, mwana haramu mkubwa wewe. Nina watu mimi watanitoa hapa, na nikitoka hapa nitahakikisha unaishi maisha magumu kuliko ugumu wenyewe. Ili ukaungane na ule chizi mwenzako yule anayekutia kiburi. We huna maana yote ile kwangu. We ni shetani tu kwenye maisha yangu. Toka bana we, na usirudi kamwe hapa. Sitaki kukuona. Sitaki kuiona sura yako Melissa. Sitaki kusikia maswali yako. Chochote ulichokisikia, ulichokiona, sijutii kwa sababu nilifanya nikiwa na akili zangu timamu. Upo. Unapoomba sana nisitoke hapa. Omba, ongeza. Nikitoka hapa gerezani umeisha. Tena ndo nitaanza na wewe, mjalaana wewe. Kama nilivyoweza kumpoteza mama yako mpumbavu aliyeniamini sana, nitakupoteza na wewe. Na nitampoteza na babako na wengine wote unaoshirikiana nao. Ili nipate kile ninachokitaka. Hakuna mtu anaweza kuwa na kile ambacho mimi nakitaka. Usione watu kwenye hii dunia wanafaa vizuri.
wanaonekana vizuri, wanaongea vizuri, wanapendeza sana. Nilijikuta nimechoka. Nilitegemea mama huyu atalia, ataomba msamaha, hata ule msamaha uongo na kweli. Nilitegemea hivyo. Lakini ndio kwanza alinipa maneno makali, alafu nilichokishangaa yeye wala hata hakujali. Nilijikuta nalia, msikilizaji. Yeye alikuwa na tabasamu. Yaani hata hajali, yaani kama vile mimi hanijui. Sijawahi kumkosea kwenye maisha yangu. Siku zote nimekuwa nikimpenda sana kama mamangu. Kitu ambacho amenifanyia Mungu ndio anajua. Nilisogea mlangoni, afande yule alifungua, nilijikuta natoka kwa uchungu mno. Nilitoka pale nje, mwanasheria Hubert waliniita. Nadhani niliwasikia, sikusikia. Nilikuwa nalia na hata nilikuwa nakimbia. Wao ndio walikuwa wananifuata. Simu yangu ilianguka, wao ndio walioiokota, lakini mimi hata sikujali. Niliumia. Nilikuwa kama sielewi, hata sijui hata naenda wapi. Hii siku mimi sitakuja kuisahau kabisa kwenye maisha yangu. Nikiwa kwenye hii hali ya kuchanganyikiwa, kwa sababu nilikuwa nimechoka sana kusema ule kweli. Sasa nilikuwa najaribu kuvuka barabara. Jamani, hii siku sijui hata gari lilitokea wapi. Ile gari ilipotoka ilikuja kunivaa. Nilipiga kelele za uchungu, nilipiga kelele za maumivu. Ile mama. Hapo sasa nikawa nasikia naitwa na Hubert, Melissa. Lakini muda huo, msikilizaji, tayari nilikuwa niko chini. Mguu wangu huu nilikuwa naona kabisa yani umesagika. Maumivu ambayo nilikuwa ninayasikia ninavovuja damu. Hubert alikimbia mpaka pale. Ile gari lisimama pale. Watu wanapiga kelele, lakini mimi niko hoi. Alikuja pale, alinishika Hubert huku akiwa analia. Alikuwa anasema, Melissa wangu, bi mkubwa unanisikia? Nakupenda sana, nakupenda, usiniache, nakupenda mwenzio, usiniache namna hii. Sina msaada mwingine Melissa. Wewe ndo tumaini langu la mwisho. Kuwa jasiri, kuwa kwa ajili yangu, kwa ajili ya baba, rafiki yako Amanda. Mimi nakupenda, siwezi kuishi tena bila wewe Melissa. Usifumbe macho yako. Unanisikia Melissa? Unanisikia? Melissa niambie kitu. Yaani hapo Hubert ananiongelesha, mimi namsikia kwa mbali. Kwa tabu niliinua mkono wangu, lakini siwezi. Yaani siwezi hata kuita jina la huyu mwanaume Hubert. Mwanaume wa maisha yangu nashindwa hata kumuita. Kwa nguvu zangu za mwisho niliweza kusema kwa tabu sana. Nikamwambia nakupenda. Yaani nilimwambia tu hivyo. Alafu mara baada ya hapo, kusema ule kweli msikilizaji, sikujua ni nini kilichoendelea. Sijui hata ni nini kilifanyika. Mimi nilikuwa sielewi kitu chochote kile. Nasikia kelele tu. Siwezi kufumbua macho. Nilisikia ambulance, lakini sikuwezi kufanya lolote. Nasikia mwanasheria alikuwa anambembeleza pale Hubert sasa. Hubert ambaye alikuwa analia kama mtoto. Hubert akawa anasema siwezi mimi. Mungu nisaidie Melissa tafadhali. Melissa usiniache. Usiniache Melissa. Sasa mwanasheria akawa anamwambia kila kitu kitakuwa sawa. Hubert, hebu kwa jasiri na kutegemea wewe. Hubert anasema nawezaje sasa? Siwezi mimi. Nampenda sana. Siwezi kujikaza, siwezi kuvumilia. Yaani in short Hubert naye alikuwa kama amechanganyikiwa. Nilikuwa natamani niinuke hapa nilipo. Natamani kumbembeleza hata kumfuta machozi Hubert, lakini siwezi. Siwezi kufanya kitu chochote. Nimelala na sihisi chochote. Sihisi tena maumivu, ni kama vile nipo tu kwenye usingizi mzito sana.
Siwezi kusema kila kitu kinavyokwenda, maana kuna muda sikusikia kitu chochote, na kuna wakati nilisikia rafiki yangu Amanda akilia kwa uchungu mno akisema, rafiki yangu usife, na kuomba, sina rafiki mwingine hatokuja kuwepo zaidi yako, usiniache niumbuke mwenzio, wewe ni mdogo wangu kipenzi, na kupenda sana, na kuombea mdogo wangu, inuka na kuomba. Namsikia hapo Amanda anazungumza, lakini kwa mbali, kwa shida. Kila kitu kilikuwa ni kibaya. Sikuwa naweza kufanya lolote. Sikuwa naweza kuwajibu wala kuwaambia kwamba nitapambana niwe mzima. Nimelala hapa, natamani nikamwone babangu. Sijui nani anamwangalia. Nilikuwa natamani kusikia Hubert akiniambia ananipenda nikimtazama. Nilikuwa natamani kila kitu. Ulipita muda, kulikuwa kimya sana. Sikuwa nasikia chochote kile, na sasa sijui ni mchana, sijui ni usiku, sijui chochote, sihisi chochote. Nakumbuka sana ulikuwa ni muda wa jioni. Nilifumbua macho yangu, nikaona Hubert amekaa pembeni, alikuwa anasoma Biblia. Nilimtazama na kutabasamu, nikasema, Hubert. Hapo Hubert alishtuka, akachele Biblia kwenye kiti na kunifuata. Alinikumbatia kwa upendo, akilia, akawa anasema, asante Yesu, asante Mungu wangu, umeamka. Asante Mungu, umeamka. Mimi hapo nilimtazama Hubert, nikawa nataka kukaa lakini siwezi. Ilibidi nijitazame. Nilishtuka. Pale kwanza machozi yalinitoka. Nilikuwa sina mguu mmoja. Naongea machozi yananitoka. Upande wa kushoto kuanzia kwenye goti sina mguu. Nilimuuliza Hubert, mimi mguu wangu uko wapi? Hapo Hubert alinitazama tu. Alinitazama huku analia. Nikamuuliza tena, Hubert, mguu wangu uko wapi? Naomba niambie mguu wangu uko wapi Hubert? Hapo Hubert alitikisa tu kichwa akisema kwamba mguu wako ulivunjika sana, ulisagika. Hapakuwa na namna zaidi ya kuweza kuukata, Melissa. Haikuwa rahisi kwangu pia kukubaliana na hilo. Ile siku naambiwa niweke sahihi yangu kuruhusu, sikuweza hata kufumba macho yangu. Ilikuwa ni lazima uwe mzima. Nikamwambia, hapana Hubert. No. Haiwezekani. Mungu wangu. Ina maana ni kweli mimi ni laana? Kwamba mimi ni mkosi? Nitaishi vipi sasa? Nitafanya vipi kazi zangu? Itakuwaje bila mguu wangu? Nitafanya nini? Nikasema hapana. Staki. Hapo ilibidi Hubert anishikilie kwa upendo, akijitahidi kuniomba nitulie ili nipumzike kwa sababu sikuwa sawa bado. Lakini niliendelea kulia. Nikaona rafiki yangu Amanda, nikamuona Dativa, nikaona marafiki wa Hubert wameingia. Nikamwona mwanasheria pale, na kila mmoja aliponiona nalia, naye alikuwa analia. Nililia kwa uchungu nikisema, nimekuwa mlemavu. Nitaishi vipi? Wenzangu wote mna viungo kamili. Why me? Why? Sasa hapo mwanasheria akasema, Melissa, wewe ni wa pekee sana, tofauti na sisi. Wewe ni wa tofauti Melissa, na bado Mungu anakupenda. Kwenye ajali kama hii wengi wanapoteza maisha, lakini wewe upo hapa na sisi. Kwanza hapo nilimtazama Hubert. Nililia nikisema, Hubert, huyu sio Melissa tena. Melissa uliyesema unampenda, hauwezi kuishi bila yeye. Melissa huyu hana ule urembo tena. Melissa huyu sio mzuri tena, ni kilema, ni mlemavu, hana mguu, hawezi kuvaa tena akapendeza, hawezi tena kutembea vizuri akavutia.
Maisha yangu mimi yameisha, Hubert. Na kuomba uondoke ukaendelee na maisha yako. Mimi huwezi kunipenda tena, Hubert. Melissa, wewe ni mwanamke ambaye huwezi kubadilika. Kila siku nakupenda zaidi ya jana. Nakupenda sana Melissa. Nakupenda mno. Nakupenda na unalijua hili. Melissa, siwezi na sihitaji kuishi bila wewe. Kile kiapo changu hakitoweza kubadilika siku zote, maisha yangu yote, mpaka pale nitakapoingia kaburini. Melissa, nahitaji kuwa na wewe. Hapo msikilizaji, nilijikuta nacheka huko nalia. Mara wahuni walianza pale kunitania. Wakanipa hongera, wakimtania Silent Killer. Amanda alikuwa analia, Dativa alikuwa analia, mwanasheria naye pia alikuwepo. Walikuwa wananitania, ila huku wakiwa na hali ya simanzi. Nikaona wakina Tatu nao, wale wadada wa kule Uswahilini kwa kina Hubert, nao pia walikuwa wako pale wanaingia. Na eti walikuwa wanasema, Uizo, si tulikuambia tukipenda tunakupenda, tupo na wewe. Ukiweka mguu tunaweka mguu, ukitoa mguu tunatoa mguu. Sisi hao, jikaze shoga. Dagaa na mrenda vinakusubiri kule Uswahilini kwetu. Nilikumbatana na Hubert kwa upendo sana. Tulilia kwa pamoja. Shogangu Amanda alikuja kunikumbatia kwa nguvu akisema, nakupenda mno rafiki yangu Melissa. Basi walau watu hawa wanyie walinipa furaha. Ni watu wa kawaida kwa maisha yangu, lakini kwa wakati huu walijua kunitia nguvu na kunifanya nitabasamu. Chumba changu kilijaa wahuni, kelele na furaha. Daktari alikuja pale akaomba nisubiri nje. Daktari aliniuliza najisikiaje. Nilizungumza naye daktari na alinitoa wasiwasi na akaniambia kwamba bado nina uwezo kuwa vyovyote nitakavyo na hata ninaweza kutumia mguu wa bandia. Nilikuwa nawasikiliza tu, maana kila kitu nilikuwa naona kama vile sitaweza. Ni kama jana tu. Nilikuwa naona kama vile nina miguu, na sasa ndo sina. Nyie, hujafa hujaumbika. Nilitaka kukaa na Hubert tu hapa. Daktari alitoka. Nilifunua hivi mguu wangu. Kila nilipokuwa na utazama, haikuwa rahisi mimi kuweza kukubali kwamba jana nilikuwa mzima. Leo mimi ni mlemavu wa maisha. Kweli kila kesho yake ijuaye ni Mungu tu, mwanadamu huwezi kujua. Hubert alikuja karibu yangu na kunikumbatia. Nikaambia Hubert, nakupenda sana. Na ninashukuru kwa kunichagua jinsi nilivyo. Hubert, wewe ni mwanaume bora sana kwangu. Ninakupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Nakupenda sana Hubert. Melissa, nakupenda Melissa. Wewe ni kila kitu kizuri nimewahi kutaka.
Nakupenda kuliko kitu chochote kile. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikabadilisha mimi nisikupenda wewe. Ningekuwa nimekupendea uzuri wako na muonekano wako, basi sasa hivi nilikuwa nina uwezo wa kusema kuwa sikupendi, kwa sababu muonekano na uzuri wako ulionishawishi haupo tena. Lakini kilichonifanya mimi nikupende wewe ni utu wako, heshima yako, kunijali kwako na moyo wako wa upendo ulionao juu yangu. Hivyo bado vipo kwako, havijatoka. Kwa siwezi kuacha kukupenda. Unatabasamu Melissa. Unatabasamu mzuri sana Melissa. Hubert, unafanya kila kitu kuwa sawa, hata siwezi kujizuia kutabasamu. Niambie, ulikuwa unasoma nini? Melissa, naweza nikakuomba kitu? Ndio. Naweza kukuita mpenzi? Mpenzi haijakaa sawa. Niite tu mke wangu, niite mama, niite bi mkubwa. Hali vipi, unaionaje? Nilikuwa nasoma maandiko matakatifu, nilikuwa nasoma Mika 7 mstari wa 7. Ndio unasemaje? Mstari huo unasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Alafu pia nilisoma Zaburi 18 mstari wa 1 hadi wa 3 usemao, wewe Bwana nguvu yangu, nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Namuita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Hubert, nashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi Hubert. Sikuwa nimekosea kukupenda wewe. Wewe ni wangu na nashukuru sana, na nakuahidi nitakuwa mke mwema na ni mzuri sana kwako. Nitakuwa hapa kila siku mpaka uwe salama. Sasa wacha nikamwone baba. Anatakiwa kujua ya kuwa umeamka. Sawa, niitie huyo mpumbavu uko nje niongee naye. Amanda amelia sana ujue. Kweli nilibaki tu kutabasamu, na kweli Amanda aliingia. Alipoingia Amanda alinitazama, nilijikuta na cheka. Amanda akaniambia, Melissa, umerara sana. Hata nikaogopa kuwa mbali na wewe. Unajua nilikuletea shupishi yako ila huko unanio. Nilijikuta na cheka mpaka machozi. Unajua Amanda anapenda sana kumwigizia Hubert, hususan message ambazo Hubert anaandikaga na tatizo la ara. Basi nilijikuta na cheka mpaka machozi. Amanda alinikumbatia, akaniambia I missed you. Na namshukuru Mungu tuko hapa unacheka tena Melissa. Nikaambia Amanda, Hubert kaniambia uliria sana. Na mimi nilikusikia. Amanda alicheka, akacheka, akaniambia, Melissa unajua unaumwe, hebu jitahidi kuwa na akili basi. Nikamwambia Amanda ni rafiki yangu. Sitaki kukupoteza Amanda, nakupenda na nakutunza milele, nakupenda mno. Wewe sio rafiki tena bali ni ndugu yangu kabisa. Wewe ni dada yangu maisha yangu yote, nakupenda mno Amanda. Hapo Amanda alinitazama, akaniambia Melissa, upendo wako unafanya watu tukupende tu.
Melissa, una roho nzuri sana na hata najivunia kuwa rafiki yako. Hapo nje watu wamejaa, unajua, kwa ajili yako. Mama Amanda na baba na watu ofisini kwa baba yako na kwako wanataka kukuona. Vipi, ni waache waingie?" Niliposikia hivyo kwanza nilitabasamu na kisha nikasema, bila shaka msemaji wa familia, waruhusu tu waingie. Kwa kweli tulijikuta tunacheka mimi na Amanda. Akanipatia simu yangu akisema, "Shika simu yako, maana inapigwa mpaka nimechoka." Mimi nikasema tu kwa kushangaa, nikasema, "Umerudi huku tena?" Amanda alitabasamu akasema, "Unatakiwa kuishi maisha yako Melissa, maisha yako." Basi mimi nikatabasamu nikasema, "Nashukuru." Amanda alinitazama akasema, "Mchokoze basi Silent Killer." Nimemiss kucheka. Yaani nimchokoze Hubert kwenye message, yani nimtext ili atakavonijibu zile message zake tucheke. Mimi nilicheka tu nikamwambia, "Sasa nitahakikisha najua kuandika. Sitakubali umcheke tena mwanaume wa maisha yangu." Amanda akasema, "Nataka mwanaume kama Hubert." Hakika mimi nakwambia amepambana sana, ungeona alivyokuwa analia wewe. Basi Amanda ananisimulia hivyo, mimi nilitabasamu tu. Basi Amanda alitoka na mimi nikamtumia ujumbe Hubert, nikamwambia, "Nakupenda sana wewe mwanaume." Sasa hapo nikawa nasubiri jibu lake ili nicheke. Mara wakaingia wazazi wa Amanda, wakaingia na wafanyakazi wangu na wafanyakazi wa baba. Ulikuwa ni wakati mzuri sana. Waliniombea, walinisihi niwe imara na vitu kama hivyo. Kiukweli nilikuwa nina maumivu ya kupoteza kiungo, ila watu hawa walinipa nguvu sana na wote walinipa sababu ya kumpenda Mungu na kumwamini Mungu wangu. Wakiwa wanatoka pale ndani na mimi nikawa na shukuru, uliingia ujumbe kwenye simu yangu, nikausoma. Hubert alikuwa ameniandikia huo ujumbe. Alikuwa ameandika kwa kuachanisha nafasi. Alikuwa ameandika, "Nakupenda sana we mwanamke, sijui umenipa nini, nifanye nini, sijui uje kweli, Huba ananipenda." Ninapokaandika kwa kuachanisha nafasi. Sasa ili nikusomee vizuri ujumbe, alikuwa ameandika hivi, "Nakupenda sana wewe mwanamke, sijui umenipa nini, nifanye nini, sijui nini nifanye ili ujue kwamba Hubert anakupenda." Nilijikuta tunacheka. Amanda alinitazama akavuta simu yangu akasoma ule ujumbe. Akasema, "Shoga, hapana kwa kweli. Au unataka uwe mwalimu wake, utaweza?" Nikamwambia, "Naweza, nitamfundisha tu mdogo mdogo, awe tu ana nia tu kwenye hilo." Amanda alicheka sana na mimi nilimtazama. Aliniambia kwa upole, akaniambia, "Nakuacha upumzike shoga yangu, tutawasiliana baadaye." Sasa mimi nikatabasamu, niko pale peke yangu tu. Nililia, nilimtazama huku nikawa nautazama mguu wangu. Nililia nikisema, "Mungu, ni kwa nini lakini umeruhusu haya? Ina maana huu ndo mpango wako kwenye maisha yangu? Kwa nini unanipa mitihani mikubwa hivi Mungu, ambao nashindwa kuistahimili?" Naumia sana, nateseka sana, lakini siwezi kubadilisha kitu, siwezi. Na kuamini wewe, naamini na mipango yako kwenye maisha yangu. Asante Mungu kwa kila kitu. Nikiwa niko hapo nalia, nilikumbuka mstari alionisomea Hubert. Ni Zaburi 18 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nilifumba macho yangu na kusema, "Wewe Bwana, nguvu yangu, nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu." Japokuwa sikuweza kukumbuka mpaka mwisho, ila nilianza kujifuta machozi. Nilijikuta na tabasamu kila nikimkumbuka Hubert, na hata nilikumbuka maneno yake juu ya imani kwa Mungu, juu ya mipango ya Mungu. Kumbe alikuwa ananiandaa kulikabili hili. Nilijikuta na tabasamu, na baada ya kukumbuka alivyoambiwa na baba yangu, upendo hauvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Nilijikuta tu na tabasamu na kisha nikasema, "Nakupenda sana Hubert. Nakupenda sana. Unafanya kila kitu kuwa rahisi kwangu kwa sababu nakupenda sana. Wewe ni mwanaume ninayetaka kukuona kila muda. Nakupenda." Kusema ule kweli nilikuwa nachoka sana. Ni wazi kwa sababu ya madawa yanayomeza. Lakini kila nilipoamka Hubert alikuwa yuko pembeni yangu.
Alinipa chakula kwa upendo, na tukiwa tunaongea hili na lile, dokta aliingia na alinitazama huku akiwa na tabasamu. Dokta akasema, naona maendeleo sio mabaya, unaendelea vizuri sana Melissa. Dokta aliponiambia hivyo nilitabasamu na kisha nikasema, si mnamuona dokta wangu huyu ananihakikisha na kuwa salama wakati wote. Hapo nilikuwa nammaanishia nani? Hubert. Dokta alitabasamu akasema, nina habari njema kidogo Melissa. Babako ameamka, anataka kukuona. Ana huzuni mara baada ya kujua kilichokutokea, maana haiwezekani tumfiche, lakini naomba ujitahidi usimlize babako na uhakikishe na yuko salama. Hapo nilimtazama dokta nikamwambia, baba kuwa salama? Hiko ndo kitu ambacho mimi nilikuwa nakitamani. Naomba nikamuone tafadhali, nataka kumuona babangu. Dokta alimwagiza nesi kiti mwendo, nikaletewa pale, nikakalishwa vizuri tu, na Hubert ndiye aliyekuwa ananisukuma mpaka chumbani ambacho ndo yuko baba. Hubert alitoka, nikabaki mimi mwenyewe. Babangu alikuwa amelala ananitazama. Babangu akaniita mama. Mamangu, baba mimi anapenda kuniita mimi mama. Nilikuwa na tabasamu huko nalia, nikamwambia baba, babangu umeamka? Kweli nilimfikia pale, nilimkumbatia. Babangu mikono tu ndio ilikuwa inafanya kazi. Alinishika pale mguu wangu uliokuwa umekatwa. Babangu alilia, chozi lilimtoka, akasema, binti yangu, ni makosa yangu. Ni makosa yangu mwanangu, na kuomba unisamehe sana. Nilipaswa niseme kila kitu mapema. Najua sasa unafahamu kila kitu. Najua ni wewe uliacha albamu hapa. Naumia sana mwanangu. Yapo niliyoweza kuyasikia, ila niamini, sikujua na roho mbaya namna hii. Sikuwaza atanisaliti na mkwe wangu. Nimekupitisha mwanangu sasa. Naelewa kwa nini alikuwa vile kwa ajili yako. Nisamehe sana binti yangu, na kuomba unisamehe. Nilimziba mdomo babangu na kisha nikamwambia, baba, kila kitu kinaisha. Tunaishi kwa furaha, hakuna mtu hana kosa. Sitaki kusikia lolote sasa hivi, na kama umenikosea nimekusamehe, na kuomba unisamehe na mimi pia baba. Tazama, naanza maisha mapya. Sasa ni mimi na Mungu wangu na familia yangu. Nimefurahi kuona umeamka. Ni wazo utakuwa sawa kabisa babangu. Unajua namna vile ambavyo nakupenda. Babangu hapo alitabasamu na kisha akasema, binti yangu, unapata wapi nguvu hizi katikati ya maumivu mwanangu? Unajua unanishangaza. Hapo mimi nilitabasamu nikamwambia, Hubert anafanya kila kitu kiwe rahisi baba. Ananifurahisha sana. Hapo babangu alitabasamu na kisha akasema, hata mimi nampenda sana huyu kijana. Amekuwa hapa na mimi nyakati zote. Nadhani sasa ni muda wa yeye kuwa sehemu ya familia yetu. Hapo mimi nilitabasamu. Nikasema amempata mdogo wake. Mwanasheria akaniambia kila kitu. Na ameniambia anampenda huyo binti. Mimi nikatabasamu nikamwambia, baba, kwa hiyo mwanasheria anampenda mdogo wake Hubert? Baba, unasema kweli? Hebu liache hilo liwe siri kwanza. Umuhimu, we binti yangu uko salama. Shukrani kwa Mungu aliyetuletea Hubert. Yule kijana amepambana sana. Mwanangu, nimeongea sana na mwanasheria. Kesi ya mama yako ilianza kusikilizwa juzi tu hapo, na tarehe ya kurudi ni mwezi ujao tu hapo. Upo tayari kutoa ushahidi dhidi yake? Mwanasheria alinieleza ulienda na haikuwa nzuri, na inaniuma sana, ila sina cha kufanya kwa sababu hiyo siku ulokwenda kumuona mama yako kule maabusu ndio siku ambayo wewe umepata ajali. Baba, hakuna kitu nitafanya siwe mama yangu hata kama hajanizaa. Ila kwa ajili ya mamangu, kwa ajili ya Ponela, Norbert na sisi wenyewe nitafanya ili apate anachokistahili. Naumia sana binti yangu. Sijui ilikuwaje, sikujua yani. Nikaona ni mwanamke wakati yeye amemuua mke wangu. Mwanamke wa maisha yangu. Yaani unajua kwenye hili mimi baba yako najiona ni mpumbavu sana. Miaka yote hili sikuliona kweli. Baba, inatosha. Tumelia sana.
Sasa ni wakati wa kusimamia maisha yetu na kurudisha kila kitu. Mama yako alinipenda nikiwa sina kitu. Akanipa nafasi, akanipa nguvu na alinifundisha hali ya kujiamini. Aliachiwa mali na wazazi wake, tukaendeleza pamoja. Mwanangu Melissa, hizi mali unatakiwa kutunza kizazi na hata kizazi, tafadhali. Hapo mimi nilimkumbatia baba na kisha nilitabasamu, nikamwambia, kwani mamangu alikuwaje? Unafanana na mama yako kila kitu. Alikuwa ni mzuri sana, mwenye upendo na ni mpole sana, tofauti na wewe. Huwezi kuvumilia kuonewa. Yeye mama yako humsikii hata akilalamika. Alikuwa ni mpole sana. Hapo nilicheka kidogo na kisha nilimkumbatia babangu. Tulikaa hapo hospitalini. Baada ya mwezi huu kuisha, niliandaliwa na Hubert vizuri kabisa na safari ilikuwa ni kwenda mahakamani. Mamangu alisimamishwa kizimbani na ilipofika zamu yangu, mama alishangaa kuniona mimi sina mguu. Lakini sikumpa nafasi ya kuzungumza na mimi. Nilisema kile ambacho nakijua, tena kwa machozi na kwa maumivu sana. Hubert pia alikuwa kwa upande wangu, Amanda, na mwisho wa siku John ambaye mama hakumtegemea kumuona, alimuona pale. Mahakama ilitazama video za mama. Ilisikiliza sauti zake, kila kitu kilikuwa wazi kabisa, msikilizaji. Mamangu alikuwa hana cha kujitetea. Hata alipopata nafasi hakuweza kusema lolote, zaidi tu alilia tu. Na wakati huo mimi na babangu wote tulikuwa tunatumia kiti mwendo. Babangu anatumia kiti mwendo, kiti cha magurudumu kile cha kusukuma, na mimi ndo nipo kwenye kiti cha kusukuma, kiti cha matairi. Maisha yametupatia nafasi nyingine tena tukiwa namna hii walemavu. Tarehe nyingine tena ilitajwa na hii ilikuwa ni tarehe ya hukumu. Babangu alirudi nyumbani, mimi niliendelea kuwepo hospitalini. Kila nilipokuwa naona uso wa mama yangu, hata kwa kukumbuka tu, nilikuwa najikuta nalia. Huyu mwanaume ambaye hana pesa, mchafu, hajui kuandika, hana anachokifahamu kuhusu ulimwengu wa wasomi na mwenye maisha ya mwokota uchafu tu, lakini alihakikisha ananilisha, ananiogesha, ananitunza na ninakuwa niko salama. Nipate wapi mwanaume kama Hubert? Wanaume wenyewe siku hizi hawa wanawapiga matukio mabinti za watu mpaka wanamkimbilia Uncle Jay masimulizi kwenda kusikiliza simulizi. Wewe mwanamke anakaa mpaka saa 8 usiku mpaka saa 10 saa 9 anasikiliza simulizi kwa Uncle Jay hivi. Laiti huyu mwanamke unadhani angekuwa anapendwa vizuri, anapewa mahaba yote, anafikishwa kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, angekaa mpaka saa 8 saa 9 saa 10 za usiku anasikiliza simulizi. Lakini hana cha kufanya, maskini ya Mungu. Ni wanaume ndio wanawatesa. Ni wanaume ndio wanawapitisha kwenye maumivu. Ni wanaume. Watu wanabaki kukimbilia tu kimbilioni ya Uncle Jay. Famasiala ni mapenzi anatesa. Nipate wapi mwanaume kama Hubert? Nipate wapi? Na ulemavu wangu ananilisha, ananiogesha, ananitunza na ninakuwa niko salama. Unadhani wanaume wote hawa wangekuwa wema kama Hubert? Huyo Uncle Jay simulizi masimulizi yake angesikiliza nani? Yangemnunia, yangemchachia na masimulizi yake. Nye marafiki zake na Hubert wakawa ni marafiki zangu. Hospitali ilikuwa ni sehemu nzuri sana kwangu. Nilipata muda wa kumjua Mungu vizuri kwa kusoma maandiko. Hubert alinifanyisha mazoezi kwa upendo na alihakikisha mimi natabasamu muda wote. Sio kwamba alikuwa anapendeza sana, la hasha. Hatakuwa hata na nguo nyingi, lakini sikuwahi kumtenga na mara zote alikuwa na mimi. Huu ndo upendo niliokuwa natamani maisha yangu yote. Babangu aliletwa kuniona mara kwa mara, huku na yeye pia akihudhuria matibabu yake mpaka pale ilipofika siku ya hukumu. Nilitokea tena hospitalini nikiwa nina marafiki zangu wengi sana, wafanyakazi wa babangu. Siku hii mahakama ilijaa, maana kuna mpaka wanafamilia wa mtandaoni pia. Siku hii mahakama ilijaa vibaya mno. Mama yangu alipandishwa kizimbani akiwa na vijana waliokamatwa waliokuwa wanafanya kazi naye. Walisomea mashtaka yao na wakapewa nafasi ya kujitetea. Mama yangu alinua uso wake. Nilimuona alivyokuwa analia kwa maumivu.
Mamangu alilia na kisha akasema, unastahili adhabu yoyote ile. Mume wangu alinipa kila nilichokitaka, alinipa upendo, alinipa mtoto ambaye hata mimi mwenyewe sikuweza kumpatia. Mtoto mzuri mwenye upendo na unyenyekevu sana, lakini sikuliona hilo. Niliona mali, nilikendekeza tamaa, nilitaka kila kitu kiwe changu bila kujali utu wa watu walionipenda na kunitunza. Najua mimi ndo sababu ya kuwa hivyo mlivyo leo. Naumia sana, naomba sana, najua sistahili, najua ni mfano mbaya, mimi mama mbaya, mnisamee sana, naombeni mnisamee. Natamani kurekebisha makosa yangu, natamani kuwa mpya. Mimi hapo nilikuwa namtazama tu, alafu natabasamu, maana nakumbuka maneno yake. Najua huyu anaigiza tu. Na alisema akitoka huyu anaanza na mimi. Si ndio huyu alioniambia haya maneno? Kwa mimi nilibaki namtazama tu. Hakimu pale alitoa hukumu. Mamangu alihukumiwa, na alihukumiwa maisha, yeye na vijana wake. Ilikuwa ni habari kubwa, ni yenye furaha kwa watu, lakini kwangu na babangu ilikuwa ni huzuni. Ni mke wake yule, ni mamangu yule. Mama alilia kwa uchungu na hakimu alimaliza kazi yake hii siku. Mamangu alikuwa anachukuliwa hapa. Alilia huko akisema, Melissa mwanangu, nisamee, nakuomba mwanangu, nakuomba sana tafadhali. Mume wangu jamani, najua unajua hasira na mimi najua una hasira, nimekuumiza, lakini mimi ni mkeo, usiniache hapa, nakuomba mume wangu, nakuomba. Mume wangu mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mimi sasa na baba ilibidi tushikane mikono, tulilia kwa maumivu mimi na babangu, tulilia kwa uchungu, sio kwa sababu ya kumuonea huruma huyu mnafiki, la hasha. Na marafiki zetu walikuwa na sisi kutufurahia. Mama yangu alihukumiwa na nilikuwa nimemaliza kuhusu mambo ya mama yangu. Sikuwa natarajia kumwona tena wala kujihusisha tena na yeye. Nililia hapa, nilifuta mpaka machozi na nilisema sitalia tena kwa ajili ya mama yangu. Sasa naanza kujenga maisha yangu na nitahakikisha na kuwa niko bora kwa ajili ya watoto wangu. Tuliondoka hapa na baba alinipeleka makaburini nikiwa niko na Hubert na yeye. Nilifurahi kuona baba alikuwa anatembelea hapa makaburini, kwani bado kulikuwa kuna maua. Nilisema ndani moyo wangu, nikasema, mama, nimefika hapa kwa mara ya kwanza. Nafurahi sana kukufahamu. Natamani tungefahamiana zaidi, tungetengeneza kumbukumbu nyingi pamoja, lakini najua una furaha sana leo kwa sababu nimekulipia kisasi. Nimeweza kulipa kisasi kwa ajili yako. Sijui najisikiaje, ila nakupenda sana. Hapo nilimtazama baba. Baba alikuwa yuko kimya, anatoka na machozi tu. Nilimshika mkono nikamtaka awe imara. Hubert alichukua tena ndani ya gari na mimi nikarudi hospitalini na baba akarudi nyumbani. Nilikaa hospitalini kwa muda wa kama miezi 6, msikilizaji, huwezi kuamini. Nilifanya kila kitu nikiwa kwa hapa hospitalini. Nilimjua Mungu vizuri nikiwa niko hapa hospitalini, na nilijifunza kutembea na mguu bandia nikiwa niko hapa hospitalini. Hubert alihakikisha kila kitu kinakuwa kiko sawa kabisa. Na nakumbuka siku ambayo Hubert amekuja kunichukua, sasa ndio narudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilikutana na dada zangu wa nyumbani. Nilipokimbia wamemia kwangu. Walinipokea kwa furaha, na Hubert alialika marafiki zake na baba pia alialika wake, akiwepo Mr. Amon, mwanasheria, pamoja na Dativa. Kumbe bana ni mchezo nimechezewa. Walipanga hii ndio iwe siku ya pete. Mimi sikujua, kwa sababu nilikuta watu wengi wamealikwa hivi na hivi. Kwa nilikuwa siweza hata kutumia vizuri kwa kuwa sikuwa nimezoea. Ila Hubert mbele ya watu wote hawa alinivalisha pete na aliniambia, karibu sana nyumbani Melissa. Nimesema mara nyingi ya kuwa nakupenda sana, na nitasema tena na tena na tena. Wakati wengine wananiita majina mabaya machafu, wewe ulinikumbatia, ulinikubali na kunifanya mtu muhimu sana kwako. Nilikula kiapo tukiwa peke yetu, na sasa mbele ya hapa wote nakula kiapo kwa mara nyingine ya kuwa nitakupenda, nitakulinda na kukujali siku zote mpaka mwisho wa maisha yangu. Nakupenda sana Melissa. Nilijikuta namkumbatia, na pale nilianza kulia kwa furaha, nikimwambia, umenifundisha mambo mengi sana Hubert. Umenifundisha kuwa upendo sio kuhusu vitu bali ni moyo wa mtu.
Maisha yangu yote sijawahi kukutana na mtu mzuri kama wewe, kijana mwenye bidii, huruma, mapenzi, kujali kama wewe. Umenitetea na kunilinda siku zote Hubert. Na zaidi umenifundisha kuhusu Mungu, hata kama ulinisisitiza hujui sana, na mimi leo nakwambia niko tayari kutembea na wewe na kujifunza zaidi kuhusu Mungu. Tutaenda kanisani pamoja, tutasoma Biblia pamoja na kufanya kila kitu pamoja ili tuwe familia iliyo bora. Na kupenda sana Hubert wangu. Kiukweli ulikuwa ni wakati mzuri sana msikilizaji, na watu walifurahia, walikula, walikunywa na kusaza. Ilikuwa ni furaha hii siku. Sasa na ukumbuka usiku, na mkumbuke mimi na Hubert hatujawahi kudinyana hata siku moja. Dunia sasa hivi, mtu akikutongoza leo, wanaume walikuwa na tabia mbaya, ukimkubalia tu kesho anataka midinyano. Utasikia baby baridi, baby kijimvua, baby nimekumisi. Jana tu kanitongoza, leo anataka kunidinya. Hata wewe kuweza. Sasa bana, ndo nakumbuka sasa huu usiku sasa, mara baada hizi sherehe zote na nini, usiku wa hii siku, baada ya watu kutawanyika, babangu aliniita sebuleni na Hubert naye alikuwepo. Babangu hakuwa na afya nzuri, lakini alikuwa yuko hapa na sisi. Babangu alisema, Hubert, hongera sana kijana wangu. Nashukuru baba. Unashukuru? Unajua ni hongera ya nini? Picha yako imenunuliwa tena kwa dau kubwa kabisa, na kwa sababu hiyo kuanzia sasa hivi ni mfanyakazi pale kwa ile kampuni. Baba unasema kweli? Kazi yako Hubert ni kuchora, kuhakikisha unakuwa ni mbunifu na unafanya kazi vizuri, na kuhakikisha kampuni inasonga mbele. Nimeshaongea na mtu pale, atakupa maelekezo yote muhimu. Utasimamia kila kitu, utatunza siri za kampuni na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Baba kivipi? Lakini mimi sijasoma baba na sijui chochote. Nisikilize Hubert. Shule ni daraja tu mwanangu. Wewe una akili. Utafundishwa kila kitu cha umuhimu kazini, na kisha ukitulia taratibu utaanza kusoma elimu ya watu wazima ukitaka, lakini na baadaye utabobea tena na utajikuta umemaliza haraka zaidi. Lakini baba, Hubert ana shida pia hata kwenye kuandika. Vijana wadogo nyinyi, mbona mnakuwa waoga? Kwa nini mnakuwa waoga? Hubert, upo tayari kukaa ofisini kwangu na utasaidiana na huyu mwenzako? Na ofisi yangu? Nisikilize. Mimi najua ulikuwa unataka Hubert aje ofisini kwako, lakini Hubert utasimamia zote, ya kwangu na ya mwenzio. Mimi sitaweza tena sasa. Mtaamua kuniangusha au kunifanya nijivunie nyinyi. Nyinyi ndio mtakaoamua. Hapo tulivuta pumzi. Baba alimuita dada na kisha kaondoka zake. Nilitazamana na Hubert na Hubert alisema sitaweza. Melissa, sitaweza, nahisi kama nitaharibu kila kitu. Mimi sijui kitu. Nikamwambia unaweza Hubert. Huyo mtu anayekukabidhisha kwake anafanya mambo kuwa rahisi. Hubert, hebu fungua moyo wako tu, utaweza. Melissa natetemeka ujue. Mimi hapo nilicheka tu, huku ndo kawa naweza nikasema ndo kama mwanzo wetu mpya kwetu wote. Na kesho yake tuliamka kufanya manunuzi kwa ajili ya Hubert, na nilikuwa nafurahia tu kusema ule kweli. Na muda mwingi niliona rahisi sana kutumia kiti, maana mguu bado sikuwa nimezoea. Hivyo niliendelea kufanya mazoezi. Tulifanya kila kitu kwa furaha sana, na siku iliyofuata Hubert
alianza kazi, na wakati anatoka asubuhi sasa alikuwa amependeza sana, na hata tulikuwa tunacheka sana, na nilimsifu namna amependeza, na aliniambia nimuombee sana. Eti alikuwa anasema naogopa sana mwenzio. Mimi nilitabasamu na kumpa mabusu yote, ningemwambia siku yako ya kwanza kazini iwe ni heri kwako mpenzi wangu. Akasema nakupenda sana Melissa. Huyo akawa anaondoka zake. Basi tulikuwa tunapigiana sana simu, na aliniambia kila kitu kwamba ni safi, hakuna kazi kubwa sana, anaelewa mazingira mdogo mdogo na utendaji wa kazi. Nilimsifu sana, na aliporudi jioni mwalimu alikuwa anamfundisha nyumbani. Hakuteseka sana, maana anajua kusoma. Ni vitu vichache tu. Kwa ndani ya muda mfupi alijua, kwa sababu alikuwa na nia. Na baba aliniambia huyu kijana na akili sana. Kazini mambo safi kabisa, utazani mimi mwenye nipo na mauzo yanaongezeka sana. Ukae vizuri, ukamwongezee nguvu mwenzio. Mwezi ulipoisha, Hubert alipokea mshahara kwa mara ya kwanza kwa kazi yake mpya kama msimamizi wa kampuni na mchoraji. Alifurahi sana na aliniletea zawadi ya nguo nzuri, na kisha siku hii aliniambia, Melissa, nina furaha sana, sijui nikwambie nini. Unaweza kunisindikiza mahali? Mimi nilitabasamu tu. Alinichukua mpaka kijiweni kwao. Walipotona rafiki zake walifurahi, walitukumbatia kwa upendo, na nakumbuka walivyokuwa wanamtania Hubert. Usitusahau bwana, usitusahau, wale washikaji wenzake. Na Hubert aliwagea rafiki zake ile pesa yote kwa upendo, na aliwaambia na waombea sana, na nyinyi siku moja mtoke hapa. Vile wale vijana walivyokuwa na majonzi simanzi wanatukumbatia, na nilijisikia maumivu sana, lakini tafanyaje? Nilikuwa na watazama. Tuliondoka na nilitaka tupitie chips zetu, na tulifanya hivyo. Tukawa tunakula ndani ya gari. Kila kitu kilikuwa ni kizuri. Tulifika nyumbani, alinishusha na kunikalisha kwenye kiti, alinisukuma mpaka ndani. Baada ya kufika tu ndani, tulishangaa tunakutana na baba. Baba alitutazama na sisi tukauliza pale, baba, hujalala tu? Baba alitutazama na kisha akasema, nalalaje, nataka kuzungumza na nyinyi. Basi tulitazamana tu, na nakumbuka baba alikaa karibu na sisi na alituuliza, ni lini mmepanga nyinyi kufunga ndoa? Hapo tulitazamana na mimi nilianza kucheka, nikasema, baba, si umuulize muoaji. Hubert alicheka akasema, baba, hata sasa hivi sijui pa kuanzia tu, lakini natamani kumuoa hata sasa hivi. Hubert aliposema hivyo tulijikuta tunacheka sana. Alafu baba akasema, Melissa, leo niliagiza mama yako apelekewe talaka. Tumeachana mimi na mama yako. Nilimtazama nikamwambia, baba, unajisikia vizuri kwa ulichokifanya? Kabisa kabisa. Kwa hiyo nifuatilie sasa kuhusu nyinyi sasa, na sio tena mambo ya yule mwanamke. Nyinyi kwa pamoja tulikuwa tunacheka, na nikasema, ndio mzee. Baba alicheka sana na sisi tulicheka tukisema yao. Baba akasema, Hubert, naona lugha zako hizi umeamua kumharibu na binti yangu, si ndio? Baba alikuwa anatutania na sisi tulicheka. Kwa maisha ilikuwa ni mazuri sana kwa wakati huu. Tulisali pamoja nyumbani, tulienda ibada kabisa, na niliona raha kumtumikia Mungu na kufanya kazi. Amanda naye alikuwa ana maisha yake yanaendelea vizuri kabisa. Kwa tulifanya kazi mimi na mume wangu, hakuwahi kabisa kuchoka kunisukuma kwenye kiti mwendo. Nilipokuwa nachoka kwenye kiti mwendo natumia mguu bandia. Tulitangaza biashara pamoja, tena wakati mwingine na mguu wangu kipande. Hakuna namna. Kuna muda alikuwa ananicheka na kunitania, alinisaidia na kazi zangu kama nilivyomsaidia. Tulikuwa bora sana, kampuni zinajulikana. Ile ya mama ya siri ile tuliifunga, hatukutaka tena. Tukapata wateja wengi sana wa nyumba, mahoteli na makampuni zilikuwa zinatamani kufanya kazi na sisi. Kwa tulizidi kutengeneza pesa. Tuliwapa mtaji marafiki zake. Sasa waliacha kukota machupa, kila mtu alijiajiri, kama ni kuuza mitumba au kuuza chips au kufanya chochote, kuuza karanga, kuuza mayai, ili mradi tu wasisumbuke tena. Nashindwa kusema sana, baraka zilizidi. Yaani kuna raha ya kumjua Mungu na kuondoa vinyongo moyoni. Kwa siku zilisogea. Baada ya miezi 8 mingine, mimi na mpenzi wa maisha yangu ambaye Hubert tulifunga ndoa ya furaha sana. Mwanaume ambaye alikuwa hafai, sasa hivi kila ukimtazama unatabasamu tu. Ni mwanaume mzuri mwenye mvuto sana. Alikuwa anavutia, hata kuna muda najiuliza, Mungu, nimekupa nini kumpata mwanaume kama huyu? Ninao uthubutu wa kusema, msikilizaji, usiogope kumpenda yoyote unayempenda. Pengine huyo ndio daraja la wewe kufanikiwa na kuona baraka. Maneno huwa ni mengi, ila nipo hapa kusema kama ukimfanyia mema na yakabadilika, huna hasara, kwani wewe ulifanya kilicho sahihi.
Unajua watu wengi sana wanatafuta upendo kwenye maisha tayari, na hapo ndipo hukutana na mengi mabaya. Hata neno la Mungu linasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu. Mimi na mume wangu tulikula kiapo mbele ya watu wote, mbele ya Mungu wa mbinguni, ya kuwa tutapendana maisha yetu yote. Na nakumbuka Hubert alipata nafasi ya kuzungumza. Alitabasamu na kisha akasema, nakupenda sana mama, nakupenda sana mke wangu, nakupenda sana bi mkubwa. Hapo ni wenzake walipiga kelele, watu wote wakacheka, wakapiga kelele tena ya pamoja, eti yao na vitu kama hivyo. Nyenye nilitabasamu na kumkumbatia Hubert. Nilitabasamu na kisha nikamwambia, nakupenda sana mume wangu kipenzi. Sitaki sana kuongea kuhusu wewe leo. Nataka kuzungumza na watu, lakini kabla ya yote pia tuombe. Hapo watu walishangilia. Nilisali sana hii siku na nilisema, na mwisho nilisema kwa Mungu, asante kwa kunipenda namna ya ajabu. Mungu, nashukuru kwa kila hatua inayonitokea katika maisha yangu. Na kufurahia sana Mungu wangu, na nakupenda sana, na nashukuru kwa kunifanya mtoto wako, na niko tayari kwa lolote mapenzi yako Mungu yatimizwe maishani mwangu. Kiukweli niliongea mengi sana. Nilijikuta nashindwa kuendelea, na watu wakawa nao pia watu wanafanyaje, wanahuzunika na hiki ambacho nilichokuwa nakiongea. Hata MC pia nilimuona naye pia alikuwa katika hali ya simanzi. MC akasema, jamani, hii ni harusi jamani, sio msiba. DJ weka mambo. Kwa sasa MC ilibidi arudishe ile moment ya furaha, kwa sababu yale ambayo nilikuwa naongea pale yalileta simanzi kwa wote pale ukumbini. Basi muziki ulipigwa. Mimi tayari hapo nilikuwa nishachoka. Nilikuwa nipo kwenye kiti changu. Hao wahuni sasa ndo wanacheza, hata nacheka tu kusema ule kweli. Hakika sherehe ilifana sana. Mwanasheria alikuja na akasema kwamba mimi na neno naomba kuzungumza. Alitutazama pale na kisha akasema, ninyi sasa ni ndugu zangu. Nataka kuzungumza hapa maana nikiondoka mambo yatakuwa magumu. Bwana Hubert, naomba ruhusa. Madam Melissa, naomba ruhusa nioe huyu binti yenu Dativa. Ilikuwa ni habari njema sana, tulifurahia sana na kuwapa baraka zetu zote. Baada ya hii harusi tulisafiri mimi na mume wangu na Dativa na mpenzi wake, huyo mwanasheria, mpaka huko kijini kwao. Ulikuwa ni wakati mzuri sana, na tuliona kaburi tukalijengea, tunafanya ibada huko, na tulitambulishwa na mambo yalikuwa sawa kabisa. Kwa tukarudi mjini kuendelea na maisha. Mume wangu sasa ukimwona ndo anazidi kuwa handsome boy. Maandalizi ya ndoa ya mwanasheria huku na sisi tunapambana na kazi. Na nakumbuka ulikuwa ni usiku wa Pasaka, babangu alikuwa anaumwa sana. Tukiwa tupo chumbani kwake, baba alikuwa anamwambia Hubert, mwanangu nakuachia huyu. Mtunze sana, unajua nampenda sana. Fanyeni kazi, mkigombana kumbukeni mlipotoka, na urafiki wenu msiuvunje. Viapo mlivyokula msivunje. Huyu Melissa umtunze. Melissa nawe tunze kiapo chako, na mwanangu Hubert nakuaminia sana. Tunza kiapo chako. Hapo mimi nilimtazama Hubert nikasema, hebu mpige dokta tafadhali, mpige dokta. Hubert aliinuka akampigia dokta. Tulikaa pale tukiwa tunasubiri. Dokta alifika, na baada ya muda dokta alifika kweli. Alikwenda kumuona baba, na baada ya muda alitoka na majibu ambayo yaliniumiza sana. Babangu alikuwa ameiaga dunia. Kiukweli nililia sana. Nililia nikisema, baba, umesubiri nifunge ndoa ndo umeniacha baba. Mimi nilikuwa ninasikia amani kukuona, hata kama hukuwa unatembea, hata kama huwezi kufanya lolote, lakini kukuona ilitosha. Nimebaki mimi mwenyewe mimi. Kwa nini babangu? Why? Nililia sana msikilizaji, kila mtu aliumia sana. Msiba uligusa watu wengi. Kwa maumivu sana nilimzika babangu. Maisha yakuwa sawa tena, ingawa nilikuwa nina Hubert aliyehakikisha nafurahia kila kitu, lakini sikuwa na wazazi. Nilisimama kazi kwa muda, na mume wangu alifanya kila kitu kwa uaminifu mkubwa mno. Mume wangu alinipeleka sehemu nzuri sana, na alihakikisha nachangamka. Alisafiri na mimi, na wakati mwingine tulilala hoteli nzuri ambazo wamenunua michoro yetu, wamenunua michoro kutoka kwa Hubert, na walikuwa wamejenga hayo mahoteli. Ili mradi tu mimi niwe ni mwenye furaha. Hubert alihakikisha niwe ni mwenye furaha. Hata harusi ya Dativa nilikuwa ninafanya tu kwa sababu nitafanyaje sasa, na sikuwa niko sawa. Ulipita mwaka hivi, niligundua kwamba mimi nina mimba, na ndio sasa niliona kumbe natakiwa kuishi tena. Nilianza kufurahia maisha tena, nilianza kazi, tulikazana na biashara zetu, mume wangu huku kusoma, huku kazi, hivyo. Sasa hivi
Hubert anaandika vizuri kabisa, hata simcheki kabisa, na vile sasa anapenda kunitumia text kila akipata nafasi kunikumbusha anavyonipenda. Maisha yalikuwa ni safi kabisa. Muda ulifika, tulipata mtoto wa kike. Alileta furaha sana. Tulikuwa tunalea kwa upendo mkubwa mno, na huku tunapambana na maisha. Miaka 3 baadaye Amanda naye aliolewa. Nilihakikisha anapata kila kitu kizuri kwa harusi yake ili awe na maisha safi. Ilikuwa ni nzuri sana, ilikuwa ni poa. Ndani mwaka huu nilibeba mimba tena, nikaongeza mtoto tena, mtoto wa kiume. Familia kwa ilizidi kuwa kubwa, na umri pia ndio hivyo unazidi kusogea. Utajiri wetu uliongezeka. Mume wangu anazidi kuwa bora sasa hivi, sio yule tena. Hata kizungu kinapanda, safi kabisa. Kwa mambo ilizidi kuwa mazuri mno. Tangu haya yatokee miaka 7 nilipata mtoto wa 3. Sikuwahi kwenda kwa mamangu, sikuwahi kumsikia wala kutamani kumuona. Sio kwamba sikuwa natamani, ila maneno yake mpaka napoteza nguvu hayanitoki. Nikaona huyu ataniumiza tena. Ninamuogopa na nikaamua kutafuta amani kuliko matatizo. Siku niko zangu kazini, nilimgusia mume wangu kuhusu hili. Akaniambia, mke wangu, sikiliza sauti ndani yako. Mimi nitakuwa na wewe. Basi mimi nilitabasamu tu. Nilitamani kumwambia vile nampenda, basi na sasa anaelewa kizungu. Maisha yalikuwa ni mazuri sana na mume wangu, na kila kitu kimebadilika, na sasa ni miaka 8. Nakumbuka hii siku tulipata ugeni nyumbani. Alikuwa ni mwanasheria ambaye sasa ni kama familia, maana ameoa mdogo wa mume wangu kipenzi. Kwa nini nilimkaribisha, naye alisema kwamba nimepokea taarifa kwamba mama yako amefariki. Kwanza nilimtazama. Hapo akaniuliza, nataka kujua utafanya lolote? Nikamwambia ni mama yangu. Sawa, nitazika. Kwa mwanasheria alitabasamu akasema, mama yako aliacha hii barua kwa ajili yako. Hapo nilipokea ile barua nikaisoma. Ile barua iliandikwa hivi: Melissa, nayaandika haya huku nalia. Nimepoteza familia, nimepoteza binti, naumia kwa sababu nakufa nikiwa sina maelewano mazuri na mwanangu. Naomba unisamehe sana Melissa, sio kwa sababu nipo huku, hapana. Sio kwa sababu nimekosa nilichotaka, hapana. Naomba msamaha kwa sababu mimi nimegundua ni mwanamke mpumbavu na tamaa yangu imenifundisha na kunifikisha hapa. Na kufa kwa mateso moyoni. Naomba ukisikia habari ya kifo changu nizike mwanangu, hata kama hutaki kuwa binti tena kwangu, nizike kama mtu baki, walau niwe sijatupwa tu. Nakiri nimefanya mabaya sana, nimekuumiza na kuumiza wengine. Nimekudhalilisha wewe na familia, naumia. Nasikia nina wajukuu, una maisha mazuri na mumeo. Natamani ningekuwa na wajukuu zangu. Roho inaniuma na kuomba Melissa usiwe mama mbaya kama nilivyokuwa mimi. Nilidhani kuwa mama ni mpaka kuzaa, kumbe ule uhusiano wetu ulikuwa ni zaidi. Sasa ndio naelewa. Niombe msamaha kwa mumeo. Pole kwa kumpoteza baba. Najua unaumia kwa sababu ulimpenda sana babako. Wezi amini mimi pia naumia kuwapoteza nyinyi nyote. Umenifundisha kuwa mama, kuwa mwenye upendo, kuwajali na kuwasikiliza wengine. Nisamehe sana Melissa wangu. Nilitazama na kisha nikajikuta nafuta tu machozi, na kisha nikarudisha ile barua kwa mwanasheria. Niliumia sana, nilimwonea huruma, lakini muda huo tena haukuwa na maana. Miaka 8 imetosha kumfundisha maisha. Kwa tulifanya taratibu na nilimzika mama kama nilivyomzika babangu, ingawa mazishi yake ilikuwa na watu wachache sana. Hatukukaa hata sana. Mr. Amon naye pia alifariki. So wajua tena wazee miumri imeshawaendea, na tulikuwa tumejua hata mke wake pia waliachana kwa sababu ya tabia zake. Kwa tulifika msibani na maisha yetu yakasonga kwa sababu tulizika vizuri tu. Sina tena mawasiliano na mdogo wake na Hubert, ila naamini wanaendelea vizuri huko kijijini kwao. Mungu awafanyie wepesi kwa sababu nawaombea sana. Kila siku kwenye maisha yangu namwambia Mungu anapoachilia baraka kwa ajili yangu asisahau kuwabariki na wale wote waliowahi kunisaidia na kuwa baraka kwenye maisha yangu. Nawaombea. Nami sichoki kusema Mungu asante, umenivuta kwako. Sio kwa sababu ya maumivu au mapito yangu, bali kwa sababu ya baraka zako. Umeniinua na kunipendelea. Umenibadilisha maisha yangu. Namna siwezi kuelezea, kusema ule kweli. Nashindwa ni kushukuru vipi Mungu wangu. Maisha yangu ni ushuhuda unaoishi. Maisha yangu ni shukrani, kukusifia, sadaka na kukuabudu. Wewe ni chanzo na mwongozo wangu. Kamwe usitoe mkono wako juu ya maisha yangu Mungu wangu. Nipo tayari kukutangaza kuwa upo, unaishi na una baraka na neema, na mimi ndo ushuhuda wa haya yote. Amen. Msikilizaji, sasa hivi mimi nafurahia miaka 25 ndoa yangu na mume wangu. Tuna mafanikio makubwa, na uwezi kujua kama mume wangu alishawahi kuwa ni mokota makopo.
Ni baba mzuri wa familia, ananipenda sana, ananijali, ananitunza na anaitunza familia. Tunaishi vizuri na marafiki zetu na utajiri wetu unazidi kuongezeka kwa sababu tunasaidiana, tunabebana, tunaombeana pamoja, tunasaidia rafiki zetu, tunaishi vizuri na jamii yetu. Yaani kuna wakati nasahau hata sina mguu kwa sababu tu ya amani na furaha. Mume wangu ananipenda nyie, ananipenda mno. Tuna watoto wazuri nyie. Tuna amani kwenye ndoa na tunampenda Mungu. Nalinda hiki kiapo changu kwa mume wangu na yeye analinda cha kwake kadri awezavyo ili kutunza hii familia yetu. Na hii ndo simulizi yangu. Najua unapitia hali fulani msikilizaji. Nimesema kabla na nitasema tena, utavuka kwa hayo unayopitia. Umuhimu imani yako kwa Mungu na uruhusu maisha ya kupendana, kuheshimiana na kujali wengine. Kiburi, tamaa, roho mbaya na usaliti kwa ndugu, marafiki, mahusiano, ipo siku tu utalipia. Ukiona hiyo tabia, ipo siku tu utalipia ukiona tabia mbaya. Mimi nilivuka hapa. Lakini na wewe kuona unayopitia magumu, amini usiamini, utavuka. Yaani utavuka tu kwenye hayo magumu unayopitia. Ninao hakika utakuwa umejifunza mengi kupitia huu mkasa wa maisha yangu. Mimi nilikusimulia naitwa Melissa. Haya msikilizaji, naamini kabisa kuna mambo mengi tutakuwa tumejifunza. Shukrani nyingi zimwendee Agatha, Queen of Story. Na nikwambie tu kwa wale ambao wanatamani sana zile simulizi za kusoma, basi ni vyema ukamtafuta Agatha, maana ana vitabu mbalimbali unakuwa unanunua kutoka kwake, unakuwa unasoma. Mcheki Agatha kupitia nambari yake 07 54 52 04 38. Mimi naitwa Uncle J. Mpaka kufika hapo ndo mwisho wa huu mzigo mtamu wa kuitwa Binti Melissa. Asante na kwaheri.